Saif al-Islam, mtoto maarufu zaidi wa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi, ameripotiwa kuuawa Jumanne hii kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na familia yake, wakili wake Khalid El-Zaid pamoja na vyombo vya habari vya Libya. Kwa mujibu wa wakili huyo Khalid El-Zaid, Saif aliuawa na watu waliokuwa wamejificha sura zao waliovamia ofisi yake siku ya Jumanne Februari 3. Kituo cha habari cha Al Arabiya kimeripoti kuwa Saif alikuwa na umri wa miaka 53 na ameuawa akiwa kwenye bustani ya nyumbani kwake. Saif al-Islam alikuwa mmoja wa watu muhimu katika siasa za Libya kabla ya mapinduzi ya mwaka 2011 yaliyomaliza utawala wa baba yake uliodumu kwa zaidi ya miongo minne. Saif alijulikana kama mhusika mkuu katika uundaji wa sera za serikali katika utawala wa mwisho wa Gaddafi. Hata hivyo, umaarufu wake wa kisiasa ulipungua kwa kasi kubwa baada ya kuanguka kwa utawala huo. Mnamo mwaka 2015, mahakama ya Libya ilimhukumu Saif al-Islam adhabu ya kifo kwa kutokuwepo mahakamani kwa tuhuma za kushiriki katika ukandamizaji wa waandamanaji wakati wa mapinduzi ya mwaka 2011. Pia amewahi kufunguliwa mashtaka ya awali na mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC kwa madai ya uhalifu dhidi ya binadamu, kesi ambayo hata mawakili wake walishindwa kuifuta. Licha ya changamoto zote za kisheria, Saif al-Islam alijaribu kurejea katika ulingo wa siasa mwaka 2021 kwa kujiandikisha kugombea urais katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Disemba mwaka huu. Hata hivyo, uchaguzi huo uliahirishwa bila kikomo kutokana na mkwamo wa kisiasa uliokuwa unaendelea nchini Libya. Kifo chake kinatajwa kuwa tukio kubwa katika muktadha wa siasa za Libya baada la mapinduzi, ambapo migawanyiko ya kisiasa na mapambano ya madaraka bado yanaendelea kuathiri mustakabali wa taifa hilo. Nikiripoti kutoka katika chumba cha habari, mimi ni Ganji Mashaka wa Dar es Salaam, Tanzanite TV.